Msukule wa mwisho. Wanaposema ukoo wetu hauli bila kutoa, huwa hawatanii, huwa hawachagui. Mwanadamu hujitoa kafara kwa jina la damu, na damu huzungumza kwa walio hai na waliokufa. Lakini kuna mmoja aliyezaliwa na akili ya kupindua agano. Msukule wa mwisho. Mvua ilikuwa inanyesha kwa sauti ya midundo ya ngoma za kale. Upepo ulivuma kwa huzuni, ukigonga mabati ya majengo ya zamani ya shule ya bweni ya Milimani Hai. Shule hiyo ilijengwa karibu na msitu mkubwa wa Kalege, msitu ambao ulitajwa kwa sauti ya chini sana na wazee wa mtaa wa Mbuyuni. Hakuna mwanafunzi aliyeingia msituni huo, hata walimu walipita mbali nao bila sababu ya kueleweka. Ilikuwa siku ya kwanza ya muhula wa pili. Mabasi yalishusha wanafunzi waliovaa sweta nyekundu zenye nembo ya mlima na jicho linalowaka. Jicho hilo lilielekezwa juu. Wengine walidhani ni ishara ya maarifa, lakini kwa wale wachache waliolifahamu vyema, lilikuwa jicho la mlinzi wa zamani, mchawi aliyezikwa chini ya msingi wa shule hiyo. Sudi Ali alishuka kwenye basi dogo lililokuwa jaa vumbi kutoka kijijini kwao. Mguu mmoja nje, mwingine ufuatao, lakini macho yake yalikuwa yameshangazwa na anga. Alikuwa akitazama mawingu mazito kana kwamba yalimwambia kitu. Wakati wenzake walikimbilia mabweni kwa shangwe, yeye alisimama tu. Mkono mmoja wake ulikuwa unashikilia daftari jeupe lililojaa maandishi kwa wino wa bluu. Mistari iliyokuwa imejaa hesabu zisizoisha, michoro ya nyota na maneno aliyoyaandika akiwa usingizini. Sudi hakuwa kijana wa kawaida. Hakupenda makelele, hakupenda mwangaza mkali, lakini alikuwa na kipawa cha ajabu. Alikumbuka kila kitu na hakuuliza swali la pili. Walimu walimuita moto wa darasa, lakini walimu hao waliwahi kumnong'oneza Mwalimu Daudi kuwa kuna kitu katika huyu kijana hakieleweki. Alipowekwa kwenye chumba chake, chumba namba 13, alishangaa kuona kuwa ni miongoni mwa vyumba pekee ambavyo havikuwa na mwanafunzi mwingine. Rangi la ukutani zilikuwa zimebanduka na sakafu ilikuwa inatoa sauti ya kre kila alipokanyaga. Lakini kwa namna isiyoelezeka, Sudi Ali hakulalamika. Alikaa kitandani, akatoa daftari lake na kuanza kuandika. Usiku ulipokaribia, anga lilizidi kuwa jeusi. Umeme ukakatika ghafla majira ya saa 2, na wanafunzi walipiga kelele huku walimu wakihakikisha kwa kila mmoja amepata mshumaa. Sudi hata hivyo hakuwa na mshumaa. Badala yake, taa ya chumbani kwake iliwaka yenyewe ghafla. Hakuna aliyeona, hakuna aliyejua. Ndoto ilianza ghafla usiku huo. Sudi alijikuta amesimama mbele ya lango kubwa la mbao lililoandikwa maneno ya lugha ya kale. Daktari wa kifo anakusubiri. Alijaribu kugeuka, lakini mwili haukumkii. Alihisi mawe makubwa yakikandamiza miguu yake sakafuni. Giza lilimfunika kama blanketi la moto. Akasikia sauti. Sudi! Sauti hiyo haikuhitaji kupaza sauti. Ilikuwa sauti ya damu, sauti ya roho. Alipotazama mbele, alimwona kijana mmoja mwenye sura kama yake, lakini jicho lake la kushoto lilikuwa fungwa kwa mshono wa giza na midomo yake ilikuwa imetobolewa kwa misumari. Sudi! Ni mimi, ni Juma. Akabaki kimya kwa sekunde chache. Ndugu yako. Walinichukua miaka 7 iliyopita. Nikawa wao. Msukule. Kwa sekunde chache, moyo wa Sudi ulisimama. Alitaka kusema kitu lakini sauti haikutoka. Kisha Juma akasogea karibu. Usikubali kulala usiku wa mwezi mpya. Ukilala, hawatokurudisha. Wanakuja. Mama ameshaamua. Taa ya ndoto ilizima ghafla. Sudi akaamka kwa mshtuko. Kifua chake kilikuwa kinapiga kwa nguvu. Dirisha la chumba chake lilikuwa wazi, huku hewa ya baridi ikivuma ndani.
Aliinuka taratibu. Akawa anafikiri kwamba ilikuwa tu ndoto, lakini alipogusa uso wake, aliona alama ndogo ya msumari, mduara mwekundu kwenye paji la uso wake. Na kwenye kona ya chumba, ukutani, maneno mapya yalikuwa yameandikwa kwa damu: msukule wa mwisho. Ndipo saa ya ukutani ikasogea taratibu. Tik, tik, tik. Ikasimama saa 3:13 usiku. Usiku huo haukuwa wa kawaida. Ukimya uliofuata baada ya dirisha kufunguka ulikuwa mzito kuliko upepo uliovuma. Sudi alikaa kitandani bila hata kufikiri kuwasha taa. Macho yake yalikuwa yanayumba kuelekea kona ya chumba, pale maneno yale yalipoandikwa kwa damu: msukule wa mwisho. Hakuyasoma mara moja. Alisikiliza. Ndiyo, alisikiliza kwa sababu kuna kitu kilikuwa kimya zaidi ya kimya. Kana kwamba chumba chake kilikuwa kimekatwa kutoka kwenye ulimwengu wa sauti. Pumzi yake ilikuwa nzito, lakini hakuna joto lililomwagika. Hakukuwa na hofu waziwazi, bali hisia ya kutokuwepo kwa usalama wa kawaida. Akajinyanyua, akasogea hadi ukutani. Alipoutazama ule mwandiko, damu ilikuwa bado mbichi, bado inavuja kidogo kutoka kwenye herufi ya mwisho. Ghafla, alihisi mgongo wake kusisimuka. Si kwa baridi, bali kwa hisia ya kutazamwa. Aligeuka haraka. Hakukuwa na mtu, lakini taa ya dari iliwaka yenyewe. Mara hii hakustuka. Macho yake yaliangaza kila kona ya chumba. Kwenye meza ya pembeni, daftari lake lilikuwa limefunguka kwenye ukurasa ambao hakuwa ameandika. Kulikuwa na mchoro, picha ya jicho lililozibwa kwa mshono wa giza. Chini yake maandishi kwa wino mweusi: usilale chini ya mwezi usio mwanga, huo ni mlango. Asubuhi ilifika bila Sudi kulala tena. Miale ya jua haikuleta faraja kama siku zingine. Ilionekana kama taa ya ukaguzi. Wanafunzi walikuwa wakicheka nje, wakikimbia kuelekea darasani, lakini yeye alikaa kitandani kwa muda mrefu. Alishika begi lake, akaweka daftari, akavaa sweta yake nyekundu na kutoka. Alipopita njia kuelekea bwalo la shule, aliona msichana mmoja amesimama karibu na mnara wa zamani wa maji. Alikuwa amevaa blauzi ya shula na sketi, lakini sura yake ilionekana si ngeni, lakini pia si ya kawaida. Alikuwa na jicho moja la hudhurungi na lingine la kijani. Sudi alisimama kwa sekunde chache akijaribu kufahamu, lakini kabla hajasema neno lolote, msichana huyo aligeuka na kusema kwa utulivu: usianze kutafuta majibu kama hujakubali ukweli. Sudi alishindwa kusema chochote. Msichana huyo aliondoka taratibu kuelekea nyuma ya jengo la maktaba. Hakukuwa na mtu aliyemuona isipokuwa yeye. Alipojaribu kumfuata, hakuona hata kivuli. Muda wa somo ulipofika, aliingia darasani akiwa kimya zaidi ya kawaida. Wanafunzi walikuwa wakizungumza juu ya ndoto za ajabu walizoota usiku uliopita. Ndoto za kuwa kaburini, ndoto za jua linalodondoka, na ndoto za mtu mwenye uso uliofungwa kwa nguo nyeusi. Wanafunzi 4 waliripotiwa kuumwa kichwa ghafla, na mmoja alilia usiku mzima hadi akazimia. Mwalimu Kamaria aliingia darasani na kuanza somo la historia ya Afrika ya kale. Lakini kila alipogeuka kuandika ubaoni, maandishi ya kawaida yalibadilika pole pole kuwa lugha ya ajabu. Maandishi yaliyogeuka picha za damu, miili inayoungua na jicho lililochomwa. Hakuna mwanafunzi aliyesema chochote. Wote walikaa kimya kana kwamba wamepooza. Mwanafunzi Sudi alinyanyua mkono wake kimya kimya. Mwalimu, hiyo sio Kiswahili. Mwalimu Kamaria akageuka. Aliutazama ubao kwa mshangao, kisha akapiga kelele. Ubao ulikuwa safi, hakukuwa na maandishi. Wanafunzi wote walimkodolea macho Sudi kana kwamba ndiye aliyekuwa anazua hofu. Muda wa mapumziko ulipofika, Sudi alitoka nje peke yake na kuelekea chini ya mti mkubwa karibu na ukuta wa shule. Akiwa hapo, msichana yule wa jicho mbili alitokea tena. Hii mara hakusema chochote. Aliandika kwenye mchanga kwa kidole chake: naitwa Nuru, najua ukoo wako
najua jina lako halisi. Sudi alimsogelea kwa mara ya kwanza akiwa na hasira ndogo. Unamaanisha nini? Mimi ni Sudi wa familia ya Amani. Nuru akatikisa kichwa. Hiyo si familia, hiyo ni mila, na mila hiyo inakula watoto wenye akili nyingi zaidi ili nguvu ibaki hai. Sudi akainama, akakumbuka ndoto ya usiku ule, akakumbuka uso wa Juma, na ghafla akakumbuka harufu ya moto na kilio cha mwanamke kilichoambatana na jina lake. Si jina lake la sasa, bali la kale, jina ambalo hakuwahi kuliambia mtu yoyote. Baraka. Alilitamka kwa sauti ndogo bila kutaka. Nuru akatabasamu kwa huzuni. Msukule wa mwisho hajazaliwa kuishi, alizaliwa ili avunje damu aliyotoka. Katika sekundi chache, upepo ulipuluza kwa nguvu sana, ukitikisa matawi na kuondoa maandishi yote kwenye mchanga. Nuru alipotea kama kivuli, kana kwamba hakuwahi kuwepo. Na wakati huo huo, kwa mbali kulisikika nguma za kutoka msituni. Mchana huo, baada ya tukio la chini ya mti, Sudi hakuwa tena yule kijana wa kawaida wa darasani. Alitembea kimya, akitazama kila mtu kana kwamba walikuwa sura nyingine ya siri aliyoanza kuigundua. Kila kona ya shule ilionekana kama sehemu ya fumbo kubwa lililokuwa likimvuta taratibu ndani yake. Lakini kitu kimoja kilimsumbua zaidi ya vyote. Alijua jina lake la kale, Baraka, lakini hakujua alilitoka wapi. Usiku ulipofika, alikaa kitandani mwake bila kulala. Daftari lake lilikuwa wazi, lakini hakuliandika. Alikuwa akisikia midundo ya ngoma ile ile. Sasa si ndotoni tena, ilikuwa inatoka mbali, kama vile kutoka ardhini. Ilianza kwa taratibu, kisha ikazidi nguvu. Kila mlio wa ngoma ulituma mitetemo kwenye sakafu ya chumba chake. Alisimama, akasogea mlangoni. Lakini kabla hajafungua, sakafu ilipasuka sehemu ndogo chini ya kitanda chake. Vumbi lilipaa juu, na mara akagundua kuna ngazi ya mviringo ya kuanzia hapo chini. Haikuwa kama dari ya kawaida, ilikuwa ni njia ya zamani, kama ile ya kwenye magofu. Bila kufikiri sana, Sudi alichukua mshumaa na kushuka. Kila hatua aliyoshuka, giza lilizidi kuwa nene. Ukuta wa ngazi ulikuwa umeandikwa maandishi ya lugha ya kale, lugha ile ile aliyoiona kwenye ndoto zake na ubao wa darasani. Kadri alivyosogea chini, alihisi kama mawimbi ya hewa yakivute pumzi yake. Akiwa chini kabisa, alikuta mlango mkubwa wa jiwe wenye nembo ya ukoo wake, alama ya jicho lililofungwa kwa utepe mweusi. Mlango huo haukuwa na kitasa, lakini ulifunguka wenyewe aliposogelea. Ndani kulikuwa na chumba cha duara, ukutani kikiwa na vikaangazi vya kale vilivyowaka bila moto. Sakafuni kulikuwa na mduara mkubwa wa alama za uchawi uliochorwa kwa damu kavu. Na katikati ya duara huo, kitabu kimoja kilikuwa kimewekwa juu ya jiwe jeupe. Kitabu cha ngozi ya binadamu kilichoandikwa kwa jina Agano la Baraka. Alipokisogelea, kurasa zake zilianza kupeperushwa zenyewe hadi zikafika ukurasa wenye picha ya mtoto mchanga akiwa kwenye mikono ya mwanamke aliyevaa mavazi meusi. Chini yake maneno yalikuwa yameandikwa kwa ini wekundu: mtoto wa mwisho wa damu ya Juma, mwenye akili kuliko wote, ndiye atakayeamua kufuta agano au kulilisha milele. Sudi alikaa karibu na jiwe, na kwa mara ya kwanza alisikia sauti ya mama yake. Si sauti aliyoizoea, bali ile ya zamani ya huzuni. Ulikuwa mwerevu sana, hata kabla hujazaliwa. Walikuchagua kabla hata sijakutazama. Niliapa, lakini nilishindwa kuvunja damu yetu. Sudi alitetemeka. Alijua sauti hiyo haikutoka nje ya kichwa chake, ilikuwa hai. Ilizunguka kwenye chumba kama upepo wa kumbukumbu. Ghafla, dirisha dogo ukutani likafunguka lenyewe, si dirisha la mwanga, bali la giza. Kutoka humo kitu kilianza kutoka polepole. Kilikuwa kivuli cha mtu. Kivuli chenye mikono mirefu, uso usioonekana, na pumzi nzito kama mnyama aliyejeruhiwa. Sudi alisimama taratibu. Kitabu kikafunga chenyewe. Duara likawaka moto wa bluu, na sakafu ikaanza kutisika. Alipogeuka kutaka kukimbia, sauti ikaja tena, sauti ile ya Nuru: usikimbie, umefungua mlango ambao ukoo wako ulikataa kufungua kwa mwaka 400. Ukikimbia sasa,
hutarudi tena kuwa binadamu. Lakini kabla hajafanya maamuzi, kitu kilichotoka dirishani kikamsogelea kwa kasi, kilimgusa kwenye bega la kushoto. Moto wa baridi ukamzunguka, kisha giza likamteleza usoni kama maji mazito. Alipoamka, hakuwa tena kwenye chumba kile. Alikuwa msituni, usiku wa giza totoro. Mwezi ulikuwa mekundu, na mbele yake kulikuwa na watu 12, wamevaa kanzu ya kahawia, wakiwa wamesimama mduara. Katikati ya wao kulikuwa na msichana mdogo akiwa amefungwa na nyororo ya shaba. Alikuwa analia, Nuru. Na mtu mmoja akasema kwa sauti ya chini yenye mamlaka, msukule wa mwisho. Agano linasubiri damu ya kiapo. Tafadhali chagua. Kimya kilitawala msitu. Kilio cha Nuru kilizama ndani ya upepo mzito uliotembea kati ya miti mirefu yenye mashina yaliyojaa nyufa za historia. Watu wale 12 waliokuwa wamesimama mduara walikuwa kimya, lakini macho yao yalikuwa yamejaa kitu kizito, ukweli wa zamani usioweza kubadilishwa. Sudi aliangalia msichana huyo aliyeitwa Nuru, mdogo, asiye na hatia, lakini aliyenaswa kwenye kitu kikubwa kuliko yeye. Alitaka kumkimbilia, lakini miguu yake haikumtii. Ni kama ardhi ya msitu ilimshikilia chini. Mzee mmoja mrefu aliyevaa kofia ya ngozi ya fisi alisogea mbele. Alikuwa na sura iliyochorwa mistari kama ramani, na kila mstari ulionekana kuelekea sehemu moja. Nuru. Baraka, alitamka jina lake la kale kwa sauti iliyokuwa kama kupasukwa kwa majivu ya moto. Agano linasubiri. Damu mpya huleta nguvu mpya. Hii ni desturi. Hii ni sheria ya ukoo. Hii ni njia ya uzima wetu. Sudi hakujibu. Ukitikisa kichwa, aliendelea, ataachwa, lakini damu yako italazimika kuchukua nafasi yake. Utakuwa wewe, sio binadamu tena, bali mlinzi. Sudi aliangalia mikono yake. Ilikuwa inaanza kuota michirizi miekundu kama mizizi ya mti, ishara ya damu inayoitwa kuchukua nafasi kwenye mduara wa kale. Kila mshipa ulikuwa akimwambia kitu. Wewe si wa kawaida. Wewe ni mlango. Nuru alimwangalia Sudi kwa macho yaliyojaa ombi la moyo. Usiniache, alilia kwa sauti ya kupasua giza. Nilikuamini. Lakini kabla hajafanya uamuzi, kivuli kikubwa kilitokea nyuma ya mduara. Kilikuwa kama mzimu, mkubwa, mrefu, chenye macho mekundu mawili yaliyowaka kama makaa. Kivuli hicho kilizunguka mduara mara 3, kisha kikasimama nyuma ya Sudi. Kama kilikuwa kinasubiri, kama kilikuwa na subira ya kifalme. Msukule wa mwisho, kilisema kwa sauti kama ya udongo ukipasuka. Tunapoteza nguvu kila mwezi. Dunia ya wafu inaita. Lazima utoe sadaka. Sudi alijaribu kugeuka, lakini nguvu ilimzidi. Ndani ya moyo wake kulikuwa na vita, kati ya utu wake wa kibinadamu na uzito wa damu ya ukoo wake. Alijaribu kuongea, lakini miguu yake ilikuwa mizito. Alijaribu kukataa, lakini kiapo kilikuwa tayari kimeanza kuandikwa kwenye mishipa yake. Chugua, kivuli kikamrisha. Damu yake au yako? Kwa ghafla mduara ukaanza kuwaka moto wa blue tena. Nuru akapiga kelele, si kwa uchungu, bali kwa sababu miguu yake ilikuwa inapaa juu ya ardhi. Alikuwa anavutwa juu na nguvu isiyoonekana. Chugua sasa, mzee wa ngozi ya fisi akamwamuru. Sudi alipiga hatua moja mbele, kisha nyingine, kisha akasimama katikati ya mduara. Aliweka mikono yake juu ya kifua chake. Akasema, sitatoa damu ya wasio na hatia, lakini sitakataa damu yangu kama ndio bei. Wote walinyamaza. Moko ukapungua. Nuru akaachwa polepole, akaanguka ardhini akiwa hai, lakini hajitambui. Mduara wa damu ukabadilika.
ukageuka kuwa alama mpya, alama ya msukule aliyekataa kula lakini akaamua kubeba. Kivuli kikaongea tena, sasa kwa heshima. Umevunja mnyororo wa ukoo, lakini umefungwa na mzigo wa vizazi. Sudi alinama. Alipoinuka, nywele zake zilikuwa zimeanza kubadilika kuwa nyeupe kidogo. Macho yake mawili yalibadilika, la kulia likaacha rangi na kuwa lenye umeme wa bluu. Kuanzia sasa, hakuwa binadamu tu, bali mchungaji wa mwisho wa mlango kati ya hai na wafu. Ghafla, kila kitu kilitoweka. Akajikuta kitandani kwake, jasho likimtoka, daftari lake limejaa michoro mipya ya mduara, ya msitu, ya kivuli na jicho la moto. Na kwenye kona ya chumba chake kulikuwa na barua mpya. Haikuwa hapo awali, ilikuwa imeandikwa kwa mkono ule ule wa damu uliomtambulisha kama msukule wa mwisho. Barua ilisema, uchaguzi ni mwanzo tu. Sasa utalindwa na utawindwa. Sudi aliketi kitandani kwa dakika kadhaa, macho yake yakikodolea barua ile iliyoandikwa kwa damu. Hakuiteremsha, hakuihifadhi, aliiacha tu pale ilipo, lakini maneno yake yaliwaka ndani ya kichwa chake kama moto usioonekana. Uchaguzi ni mwanzo tu. Sasa utalindwa na utawindwa. Alijua siku ya kawaida haingekuwepo tena. Maisha ya shule, ya vipindi na kelele za wanafunzi yalimjia kama ndoto ya mbali. Sasa kila mtu aliyemkazia macho alihisi kama anaangalia ndani ya moyo wake. Alianza kuhisi watu, si kwa kuona, bali kwa nishati zao. Aliweza kusema nani alikuwa na uchafu wa kiroho, nani aliwahi kuona mauti kwa macho, nani alishika damu iliyolaaniwa. Lakini jambo kubwa zaidi lilianza kujitokeza. Alianza kusahau. Siku hiyo alipoulizwa jina la mwalimu wa fizikia, aling'ang'ana kulitafuta kichwani, lakini halikutokea. Alipoitwa kwa jina lake kamili, Sudi Baraka, alihisi kama jina hilo linamhusu mtu mwingine. Ilikuwa kana kwamba kwa kila dakika aliyobaki duniani baada ya kufanya uchaguzi wake kule msituni, sehemu ya ubinadamu wake iliondolewa kimya kimya. Alipoingia darasani, alikutana na kijana aliyekuwa hajawahi kumwona awali, lakini ambaye alionekana kama anamdhibiti kwa macho. Aliketi pembeni yake, akajitambulisha. Mimi ni Dula, mwaka wa 3. Nafikiri tunajuana. Sudi alikodolea macho kijana huyo, lakini hakuwa anamkumbuka. Na hiyo ndio ilikuwa ishara ya kwanza, kwa sababu Dula hakuwepo shule hii hadi jana. Mwalimu aliingia. Masomo yakaanza. Lakini sauti ya mwalimu ilikuwa kama sauti ya mbali sana kwa Sudi. Alihisi darasa linabadilika. Ukuta mmoja ukawa kama kioo, ukionyesha picha za zamani. Alimwona mama yake akiwa mdogo, akitembea usiku, akibeba chungu cheusi. Akamwona baba yake akichimba shimo nyuma ya nyumba yao na kuingiza sanduku jeusi. Alishtuka aliposikia jina lake. Mwalimu alikuwa amemuuliza swali, lakini macho yote darasani yalikuwa tayari yameelekezwa kwake. Alipojaribu kujibu, alitoa sauti ya mtu mwingine, sauti nzito yenye lafudhi ya kabila ambalo hajawahi kuongea nalo. Wanafunzi walicheka, lakini Dula alimtazama kwa umakini. Baada ya kipindi, Dula alimsogelea. Sudi, unajua, bado hujajua yote. Hii shule ina msingi wa wachawi wa damu, na wewe ndiyo funguo ya mwisho. Sudi alijaribu kumpuza, lakini Dula aliongeza. Unajua kwa nini uliwekwa chumba namba 13 peke yako? Kwa sababu chumba hicho kiliwahi kufungwa miaka 7. Mtu aliyekuwa humo hakuondoka, alimezwa. Na hiyo taa inayowaka usiku si ya TANESCO, ni mlango. Sudi alibaki kimya, lakini kilichomshtua zaidi ni kwamba Dula aliinua mkono wake na kuonyesha alama ya mduara wa damu kwenye kifundo chake. Alama ile ile ambayo Sudi aliiona kwenye kitabu cha Agano la Baraka. Mimi pia nilichaguliwa,
lakini nikakataa, nikakimbia. Sasa wanataka niwe mlinzi wako kabla hawajakupata." Kabla hajamaliza kusema, dirisha la darasa lilipasuka. Kicheko cha sauti ya mwanamke kilisikika nje. Sauti haikutoka kwa mwanadamu. "Sudi, mtoto wa agano, unasema uhai wake badala ya wake. Sasa wote wawili mtaonja kifo." Wanafunzi walikimbia kwa hofu. Mwalimu alipotea. Dula alimpiga Sudi kifuani na mara zote wakajikuta ndani ya giza. Si giza la kawaida, bali lile giza la ndani ya agano, pale ambapo hakuna muda, hakuna nafasi. Ni giza la damu. Sauti ile ya mwanamke ikaongea tena, sasa ikiwa mbele yao. "Karibu Sudi, nimekulea toka tumboni mwa mama yako. Mimi ndiyo mama yako wa pili. Usiku wa mwezi mpya utarudi nyumbani." Sudi alichuchumaa akikumbatia kichwa chake, lakini moyoni alijua wakati wa kukimbia umeisha. Lazima awe mpingaji. Na kilichomtikisa zaidi ni kwamba alipogeuka kumtazama Dula, hakuwa kijana tena. Alikuwa mnyama mwenye miguu minne, lakini macho mawili ya mwanadamu. Sudi atambua kitu, mlinzi wake hakuwa binadamu, na yeye hakuwa salama hata kwa walio upande wake. Sudi alipozinduka hakuwa tena kwenye ardhi ya shule. Alikuwa ndani ya hema kubwa lenye kuta za ngozi ya kondoo na dari iliyochorwa alama zisizofutika, alama za majini, alama za walinzi wa dunia ya kati na mihuri ya damu. Kulikuwa na harufu ya moshi, udongo wa mvua na vitu vilivyooza zamani sana. Sauti ya upole ilimkaribisha. "Karibu kwenye eneo lisiloandikwa kwenye ramani, Sudi. Hii ni kambi ya waliotoroka agano. Wachache sana walioamua kukataa damu na kubeba laana." Mbele yake alisimama msichana mrefu mwenye macho ya kijivu na nywele kama mti wa miujiza. Alivaa bangili za shaba na shati lenye mishono ya nyuzi nyekundu. Jina lake lilikuwa Neema. Neema alikuwa kiongozi wa kambi ya waliookoka, vijana wachache waliotakiwa kuwa masadaka, lakini walikataa. Kila mmoja alilipa gharama. Kuna alipoteza kumbukumbu, mwingine sauti, mwingine kivuli. Neema alipoteza uso wake wa zamani. Sura aliyovaa sasa ni ya bibi yake wa zamani, zawadi aliyopewa na mlinzi wake baada ya kuvunja agano. "Tuliwaona," alisema Neema. "Wewe na Dula mlivunja kizuizi cha 3 cha damu. Sasa wapo karibu. Hatuwezi kukulinda kwa maneno tu, ni lazima ujifunze." Ndani ya kambi hiyo kulikuwepo na kitabu kikuu cha miiko, yani mwongozo wa Kalege. Kitabu kilichoandikwa kwa damu ya watoto wa ukoo wa Baraka waliotolewa kama sadaka na waliorudi kwa roho. Kitabu hicho kilikuwa na njia za kujilinda, lakini pia njia za kulipiza. Sudi alianza kujifunza. Siku ya kwanza alifundishwa kusikia ukweli wa mtu kupitia kivuli chake. Neema alimwambia, "Mwanadamu husema kwa kinywa, lakini kivuli chake husema kwa roho." Ukijifunza kuangalia kivuli, utajua aliyetumwa kukuua kabla hajakukaribia. Alijifunza pia kusoma nyota kwa kutumia maji ya mvua. Aligundua kwamba alizaliwa katika usiku wa mlingano wa mwezi mwekundu na jua jeusi, alama ambayo ni rada na humtokea mtu mmoja kila miaka 99. Mskule wa mwisho si jina tu, ni nafasi ya mwisho ya kulipiza au kubadilisha historia. Lakini gharama yake ni kuu. Siku ya 5 kambini, Sudi aliwekwa kwenye mtihani wa damu. Alipewa chupa damu ya ndugu yake aliyepotea, Juma, na akaambiwa, ipewe ardhi au ichomwe. Ukipanda unamrudisha, ukichoma unakomesha mizizi ya laana. Alitetemeka. Kumbukumbu za Juma zilikuwa changa bado, jicho liloshonwa, midomo iliyotobolewa misumari. Lakini alikumbuka pia upole wake. Alijaribu kuchoma damu hiyo, lakini moto haukuwaka. Maji ya mvua yakaanza kunyesha, ishara kuwa roho ya Juma haijakata tamaa. "Anakuita," Neema alisema kwa sauti ya hofu. "Lakini usikubali kumleta bila mlinzi. Ukimrudisha peke yako, atarudi na wengine." Siku ya 6 kambi ilivamiwa.
Watu waliovaa ngozi za wanyama walifika usiku, wakipiga baragumu la mti wa mlima wa kale. Wakawasha mduara wa moto, wakisema maneno ya zamani: rudisha mali ya ukoo, msukule ni wa damu, si wa mapenzi. Sudi alipigana kwa mara ya kwanza, si kwa silaha, bali kwa akili na maneno. Alitumia nyota kuzima mduara, akasababisha giza la ghafla na akamwokoa Neema. Lakini baada ya vita, alikuta kitu mezani kwake: kamba ya limu ya jina lake. Kamba hiyo huwekwa tu kwa mtu anayehukumiwa na wachawi. Ilimaanisha agano limemtangaza msaliti. Sudi alijua kitu kimoja: kabla ya mwezi mpya haujafika, lazima arudi kwenye shule ya Milimani High School. Lazima afungue kaburi lililoko chini ya chumba chake, na lazima achague kumfufua Juma au kumfunga kabisa. Lakini hakuambiwa hili: mmoja waliokoka kambini alikuwa msaliti. Mmoja aliye karibu naye sana ndiye aliyemweka kamba hiyo. Siku ya kurejea Milimani High ilifika. Sudi hakupanda basi kama kawaida. Aliandamana na Neema na mlinzi mmoja wa zamani aliyeitwa Mzee Mbura, mwanaume mwenye macho yaliyokufa lakini anayeyaona yaliyofichwa. Walitembea kupitia msitu wa Kalege wakiepuka njia kuu. Hapo ndipo Sudi aliona kwanza alama ya mlango iliyochorwa ardhini kwa damu ya zamani, duara lenye pembe tatu katikati yake na jicho lilofungwa kwa uzi wa nywele za binadamu. Mlango wa chini hauonekani kwa macho, Mzee Mbura alisema kwa sauti ya ukavu. Unaweza kuwa juu ya ardhi, lakini ukiukanyaga bila kibali, utaanguka moja kwa moja hadi chini ya agano. Huko ndipo walipo waliosahauliwa. Walipofika shuleni, walikuta hali tofauti. Ukuta wa mbele wa shule ulipakwa rangi upya, lakini si rangi ya kawaida. Ulikuwa kama damu iliyokauka. Nembo ya jicho lilowaka haikuwa tena ya kawaida. Sasa lilikuwa linatoa moshi usiku. Na jambo la kushangaza zaidi, hakukuwa na wanafunzi. Milango ya mabweni ilikuwa wazi, lakini vitanda vilikuwa tupu. Vyumba vya walimu vilikuwa vichafu na sakafu ilikuwa na alama za miguu ya nyuma, si ya binadamu. Hapa hapajafungwa, Neema alisema kwa mshangao. Kuna watu, lakini wamejificha kwenye kivuli. Sudi alielekea moja kwa moja kwenye chumba chake namba 30. Dirisha lilikuwa limefungwa, lakini taa iliwaka. Ile taa ya ajabu isiyozimika. Ukuta wa upande wa kushoto ulikuwa umechanika na ndani yake kulikuwa na mlango wa mbao mweusi uliobebwa kwa misumari ya fedha. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuona, lakini aliujua. Huu ndio mlango wa chini, alisema taratibu. Ndipo alipo Juma, na ndipo walipo wale waliofungwa na damu ya ukoo wangu. Mzee Mbura alimpa chuma cha moto, kifaa cha kale kilichotengenezwa na mchawi wa zamani wa mtaa wa Mbuyuni. Kifaa hicho kilikuwa na uwezo wa kuweka roho nje ya mwili kwa dakika 3 tu. Hicho ndicho kingemruhusu Sudi kuingia chini na kuonana na Juma bila kupotea milele. Ukizidi dakika 3, Mzee Mbura alimwonya, mwili wako hautakutambua tena na roho ya Juma inaweza kukaa badala yako. Sudi alipiga magoti mbele ya mlango. Alisikia sauti ya Juma ndani ya kichwa chake. Kuna mmoja aliye karibu yako, anajifanya ni upande wako, lakini yuko upande wao. Alijaribu kufikiri, je, ni Dula? Je, ni Neema? Au ni mtu mwingine ambaye hajafunuliwa? Mlango ulifunguliwa polepole kwa sauti ya kigugumuzi cha dunia, na Sudi akaingia. Harufu ya unyevunyevu, nywele mbichi na nyama ya zamani ilimkaribisha. Ukuta wa chumba hicho ilikuwa kama mapafu yanayopumzia, ukitanuka na kujikunja. Alitembea kwenye giza na mbele yake aliona Juma. Lakini Juma hakuwa kijana yule aliyemwona kwenye ndoto. Sasa alikuwa mrefu kuliko kawaida. Ngozi yake imebadilika kwa nyeusi yenye ngozi ya T, na mikono yake ilikuwa na nyororo ndefu zilizounganishwa kwenye dari ya mawe. Maingiopo Burdhei, umekuja, lakini huwezi kuniokoa kwa huruma. Damu tu ndio fungio. Sudi alitembea karibu, akanyosha mkono wake kumpa Juma kitu, kipande cha daftari lake la kala alichoandika kwa usingizi. Lakini aliposogea, Juma akabadilika. Macho yake akawa meusi kabisa,
Sauti yake ikatoka kwa watu wawili kwa tamko moja. Umechelewa ndugu yangu. Walishakuandikia. Wewe ndio mlango wao kurudi juu. Mara dari ya chumba cha chini kapasuka. Kutoka juu Dula aliruka akiwa amevaa vazi la giza, mikono yake ikiwa na kupa kama simba. Alikuwa amebadilika, sura yake haikuwa ya binadamu tena. Samahani Sudi, Dula akasema kwa sauti iliyochanganya na mshtuko wa huzuni. Nilijaribu kukupenda, lakini hakuna chaguo. Wananishika kupitia dada yangu. Vita ya kwanza ikaanza. Sudi alitumia chuma cha moto kuirudisha roho ya Juma ndani ya mwili wake kwa muda mfupi. Ndani ya sekunde 180 walipigana na Dula kwa nguvu za akili na roho, si kwa mikono. Kila kumbukumbu la agano la ukoo, kila laana ya zamani, kila kilio cha mtoto aliyotolewa kafara viligeuka kuwa silaha ya nuru. Na dakika 3 zilipoisha, mwanga mkubwa ukatokea chumba cha chini. Ardhi ikatetemeka, mlango ukafungwa ghafla. Sudi alizinduka akiwa nje ya chumba. Mzee Mbura hakuwepo tena. Neema hakuweza kuongea, na kando yake Juma alilalamia. Macho ya Juma yakafunguka, lakini hakuwa yeye tena.